Fanyie kazi. Mpo wengi tu, mimi nawajua kwa majina. Sasa ninawapa nafasi, fursa hiyo, muone Chacha kuanzia leo. Kuanzia leo Chacha, kama uko tayari, mimi nitakuacha hapa kwa ajili ya kuandikisha hao watu wa namna hii. Wanaogopa, mfuate Chacha kule Ngara, yawezekana ni siri, si ndio? Yawezekana ni siri, tufanye hivyo. La mwisho, nimeongea sana issue za wafugaji kwa sababu zinawagusa wengi hapa. Kuna wafugaji wenye majina makubwa akina Mzee Kidenke. Sijamuona lakini nimekuona siku nyingi tu wakati unaingia. Sasa tufanye hivi. Wafugaji wa hapa Kasuro mko hivi. Kuna wafugaji ambao wana maeneo yao kama Mzee Kidenke, si ndio? Ana maeneo yake makubwa tu. Very good. Hana ugomvi, hana mgogoro na mtu. Kuna wafugaji mnategemea malisho kwenye maeneo ya serikali ya vijiji. Uongo kweli? Ndio. Sasa ukiacha wakina Kidenki wana maeneo yao, waliobaki utaratibu sasa uko hivi. Tunaanza kama unaanza kuandikishwa mmoja. Serikali ya kijiji kwa maana ya mwenyekiti na mtendaji wataanza sensa kuandikisha kila mfugaji aliyeko kwenye eneo lake kwenye kijiji, anayefuga kwenye maeneo ya serikali ya vijiji. Mfahamike kwa orodha, kwa majina na idadi ya mifugo, ng'ombe, mbuzi, kondoo, wafahamike. Tunaelewana? Na kuna mikataba imekuwa approved na mwanasheria wa halmashauri kama guidance ya nini mnatakiwa kukifanya wafugaji. Lakini pia serikali ya kijiji ya vijiji wawe wananufaika kitu fulani. Maeneo yao sio bure. Eti makofi sasa. Kutakuwa na form kama mkataba, agreement fulani hivi. Si ndio hivyo? Ndio, sio bure. Changieni. Mtakuwa mnachangia maendeleo ya serikali ya kijiji husika. Wengine mnatamba tu kwenye maeneo ya serikali ya mnatamba tu. Utafikiri ya kwenu, sio ya kwenu, ni ya hawa. Kwa maana ikifika sasa, hebu pisha bwana, ulikuwa mwaka mmoja sasa, tupe maeneo yetu. Hamtaki kutoka. Wakorofi, wababe. Marufuku. Nyingine hiyo. Tunaelewana wazee? Ni marufuku. Wenye hayo maeneo ni hawa serikali ya kijiji, wenye mamlaka ndio wamekuwa vested powers hizo kusimamia maeneo. Na ndio maana nimewabana kweli kweli, tunataka kujua ni akina nani. Sasa tutapata humo majibu. Wewe kama una ng'ombe 20 lakini ng'ombe wako wanaonekana 200, kumbe una foreigners wameleta, wa kigeni wamekuletea hawa hapa ng'ombe, anakulipa kaujira. Tutawajua kupitia hii sensa, tutawajua. Mbona Mzee Kidenki hana mgogoro, hana ugomvi na mtu? Umewezaje Mzee Kidenki? Unaweza ukaja huko? Njoo mzee wangu, jivute tu kidogo. Heavyweight Mzee Kidenki. Wewe mzee wangu ni mfano wa kuigwa wafugaji wa Kasuro. Hongera sana mzee wangu, shikamoo mzee wangu. Yani leo lazima tukuone kwenye mitandao. Umewezaje mzee wangu? Kwa sababu huna fujo, huna baya na mtu. Mimi nilichokifanya baada ya kuona kwamba nahitaji ufugaji, kabla sijawa mfugaji nilitafuta maeneo. Nilienda kwa watu ambao walikuwa na maeneo, nikaomba kwenye serikali ya kijiji, wale watu wakaorozeshwa kwa majina, walitoa sababu zao za kuuza. Wakati ule wakimbizi ndio walikuwa wameondoka, walikuwa wanavamiwa wakilima, tembo walikuwa wanakuja wanawaua. Sasa lile eneo kale ka kitongoji walimokuwa wanakaa, wakaomba kwenye serikali ya kijiji kwamba tumepata mtu anahitaji maeneo, kwa hiyo tunaomba kumuuzia. Wakafanya huo utaratibu na serikali ya kijiji, wakapewa amri, lakini msije mkaomba tena kwa sababu mlikuwa mmeshagawiwa. Basi kila aliyekuwa anajitokeza, tulikuwa tunaenda kwenye ofisi ya kijiji, tunaandikiana, tunaacha
na maji ya ofisi kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, mimi nilitumia utaratibu huo tu, na bahati nzuri wakawepa na wengine ambao walikuwa ni wafugaji pia, lakini walikuwa na maeneo yao nao pia waliokuwa wameyanunua. Baada ya kuona wanahitaji kuhama, wengine walirudi makwao, pia nayo niliyanunua. Baada ya kuyanunua, nikaenda ofisi ya ardhi, nikaomba kupimiwa maeneo yangu. Kwa hiyo maeneo yangu yalishakapimwa na ninalipa mraba wa serikali. Naenda pale unapewa control number, unalipia. Kwa hiyo nipo katika utaratibu huo kwenye maeneo yangu. Ndugu mheshimiwa. Sawa sana, mzee Kidenke. Jamani, tumemsikia Ndio. Na wengine tufanye hivyo basi. Maeneo yake yamepimwa. Mzee Kidenke, hongera sana. Asante. Ninyi wewe nani Chacha? Hayo maeneo ni ya nani hayo? Unayofugiwa na ng'ombe karibu 2000, njoo. Ni ya nani? Njoo Chacha, tueleze, wewe ni ya nani? Mheshimiwa, kwa jina naitwa Juma Nchama, jina maarufu lakini ni Chacha Nchama Mwita. Maeneo nilionayo ya kufugia, nafugia maeneo baadhi ya kijiji na maeneo kama mawili ya kwangu ambayo tunafugia tulionunua halali kwa watu, lakini pia yana hati tushafuatilia mpaka mwisho yamekamilika, tunafuga kihalali. Maeneo nayotumia ya serikali ya kijiji ni maeneo ya kijiji ya Chakasulo, ndio natumia ya kijiji. Kwa hiyo tuliona chanzo cha kununua maeneo hayo ni baada ya kuwa tumekamatwa magereza pale, tuna mwingiliano, tukaamua kuuza ng'ombe, tukapunguza ng'ombe, tukaamua kununua eneo kwa ajili ya kufuga kihalali na bila migogoro na wananchi na serikali pia. Mheshimiwa, asante. Sio mbaya. Asante Chacha. Shukrani sana. Sio mbaya. Ni kama Kidenke, sio mbaya. Kasulo oye! Sasa mimi natosha, nimeongea sana, si ndio?